Hivi umeweza kusikia kile kitu ambacho msanii Rayvanny ameweza kumchana Rino King. Kama unamkumbuka huyu Rino King, alikuwa ni moja kati ya waimbaji wakubwa sana wa nyimbo za Injili, ambaye kwa zamani alikuwa akiunda kundi la The Mafiki. So kama unakumbuka kundi la The Mafiki jinsi lilivyosumbua kwa kipindi kile, hapa nazungumzia katika miaka ya 2019 hadi miaka 2023 hapo. Hili ni kundi ambalo lilinyanyuka kwa kasi sana. Of course, moja kati ya vijana ambao walichipukia hapa Bongo walikimbilia kujiunga na kundi hilo. Hapa takukumbusha kijana ambaye alikuwa anafanya covers za nyimbo, anaitwa Bosco Tones. So ni moja kati ya vijana ambao walijiunga na kundi hilo la The Mafiki. So hapa Vanny Boy alikuja akamchana huyu King wa The Mafiki, Rino, kwa kukosoa kile ambacho Rayvanny alikiimba katika wimbo wake mpya ambao unaitwa Mkeka Umetiki. So imekuwa ni nyimbo ambayo pengine inahusu masuala mazima ya betting guru na vitu kama hivyo, masuala ya watu ambao wamekuwa ni wakamalia, watu wa kubeti michezo na vitu kama hivyo, kubashiri katika lugha rahisi. So huyu Rino King aliweza kutoa mawazo yake tu kama mdau wa music, japo yeye anafanya Injili, lakini alikuja kwa upande wa pili katika Bongo Flava na kumkosoa Vanny Boy. So mengi ambayo alikuwa anazungumza katika hicho ambacho utaenda ukisikia hapo baadaye, nitakuwekea hiyo clip. Alikuwa anazungumza kwamba Vanny Boy unawezaje kutoa nyimbo ya Mkeka Umetiki, humo ndani unawachana wakamalia, lakini kumbuka wakamalia ni biashara ambayo inaruhusiwa rasmi kiserikali, yani ni legal business katika lugha rahisi, ambayo ni biashara ambayo of course ni halali, haina makosa yote pengine kuvunja sheria za nchi na vitu kama hivyo. Lakini Vanny Boy comment yake imekuja kumchana sana Rino King, na of course ameonyesha hasira yake. Ni mara moja sana kuona msanii kama Vanny Boy akija akireply katika kile kitu ambacho alikuwa anachanwa. So hii imekuwa kitu tofauti, hatujamzoea Vanny Boy katika condition hii. Pengine limuumiza kuona wachambuzi wamezidi sana muziki. So tutakusomea komenti ya Vanny Boy. Alikuja akaandika kwamba Kaliwa Kamali anaanza kumaliza hasira zake kwangu, afu akaflash na emoji ya kucheka. So ukiangalia emoji ya kucheka imekaa kinamna fulani hivi, yani kama vile dharau fulani. And of course Rino hakupenda, alikuja akajibu shambulizi jingine kwa video kwa kumchana Vanny Boy. Kwa nini unakuja kuniambia vitu kama hivyo? Akawa anamwambia kwamba mimi si beti wala sishiriki kamari, ila alikuwa anakuelekeza kuna nyimbo ambazo unazitoa wewe kama msanii. Wanasema kwamba msanii ni kioo cha jamii, ana reflect kile ambacho jamii inakifanya, basi wanamtazama yeye kama icon. So akawa amekuja kumwambia kwamba kuna namna unawagawa mashabiki zako. Wewe unaimba kamali sijui zimefanyeje, kuna namna wakamalia unawacha hoi. So pengine wanaweza wakunfollow na wasiwe shabiki zako tena. So in general kitu ambacho kwa kinazungumzwa hapa ni kuhusiana na ngoma mpya Vanny Boy. Ilikuwa naangalia sasa hivi na almost siku 3, lakini views wako 500 na point. Anafanya vizuri Vanny Boy, msanii the best one mwenye BT Awards peke yake hapa East Africa. So unapomzungumzia Vanny Boy unazungumzia the high class artist ambaye yuko katika fomu yake. Nimtazama hii clip ambaye Rino King alikuwa anamchana Vanny Boy. Mimi ni Todd_Rizzy, ni Blue House Dex Media. Subscribe. Nitakuwa disappointed sana kuona tunaamini anachokizungumza Rayvanny kwamba ni sahihi, kuona anachokimba Rayvanny ameweza kuwaste almost 3 minutes kuimba habari za mikeka whatever. Kuna watu wanaofaidika na mikeka, siwezi kupinga kwa sababu mimi sijafanya hiyo biashara, lakini sidhani kama kwa nafasi yake ilikuwa ni sahihi kuweza kuaddress vijana. Na nili expect atakuwa ni one of artist ambao kwa sababu ana BT Award, unaona ni msanii mkubwa ambaye ana influence sana hapa Tanzania. Kwa hiyo nili expect atakuwa mature enough kuweza kutambua kwamba sasa hivi vijana tunahitaji nini Tanzania, kuliko ni kuendelea kuimba vitu